Kadri Waislamu wanavyoendelea na maandalizi ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan, swala la usalama limeibuka kama ajenda kuu kwa wakazi wa Mombasa kutokana na kuongezeka kwa visa vya uhalifu katika wiki za hivi karibuni, ikiwemo matukio yanayohusishwa na makundi ya vijana wanaotumia silaha hatarishi. Sasa Fatuma Bogo anasema kwamba viongozi wamekutana na ametuandalia taarifa ifuatayo. Katika kipindi cha Ramadhani, mitaa ya Mombasa hubadilika sura mara tu jua linapozama. Maelfu ya waumini hufurika misikitini kwa swala ya tarawih, huku ibada, dua na mafundisho ya dini yakiendelea hadi nyakati za alfajiri. Wakati huo huo, shughuli za kiuchumi hushika kasi. Maduka, hoteli na masoko hufunguliwa hadi usiku wa manane, wafanyabiashara wakihudumia wateja wanaojiandaa kwa futari na daku. Hata hivyo, taswira hii ya kiibada na kiuchumi imegubikwa na hofu kufuatia ongezeko la matukio ya uhalifu yaliyoripotiwa katika baadhi ya maeneo ya jiji hilo. Visa vya uporaji na mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na makundi ya vijana wenye silaha hatari vimezua taharuki miongoni mwa wakazi. Wazazi wenzangu, mwastiri hawa watoto wenu, ndio uhalifu umezidi kupanuka. Mwaona watoto wenu tangu wadogo wakianza zile tabia, watu wakija kuwatafuta, mwachukua vile vitu mwaficha, mwasema watoto wenu wako innocent. Alafu baadaye ina escalate hii tabia, ndio inakuwa mbaya. Tuishi kwenye mazingira ambayo hana raha. Watu wengi wanaogopa kuja Mombasa, kuja katika maeneo ya Old Town, kuja maeneo tofauti kwa sababu ya kijana wako. Wewe kijana wako aharibu uchumi. Ni hali hii iliyowasukuma viongozi wa jamii pamoja na wawakilishi wa wakazi kufika katika ofisi ya kamanda wa polisi wa kanda ya Pwani kuomba kuimarishwa kwa doria, hasa nyakati za usiku, pamoja na kuongezwa kwa askari katika maeneo ya misikiti na masoko. Ikiwa mnatutazama, pakiwa patatokeza chochote wakati wowote eneo lolote, ile group ambayo sisi tumeitengeneza kama community utaweza kueleza kwamba jamani, kuna 1 2 3 katika eneo fulani, Na wale vijana ambao wanatumia mapanga, wakati wowote tukikupata uko katika kitendo hicho cha kutumia panga, na sisi tutatumia sheria ile ambayo inatukubalia sisi, na si nyingine ila tutatumia silaha. Kutakuwa na usalama wa kutosha usiku na mchana. Wale ambao wataingia kwa sala na baadaye wakati ya chakula ya usiku, sisi tuko pale na wao. Patrol itakuwa. Viongozi hao wanasema kuimarisha ushirikiano kati ya polisi na wananchi ni hatua muhimu katika kukabiliana na changamoto za kiusalama na kuhakikisha wakazi wanatekeleza ibada zao katika kipindi cha Ramadhan bila hofu. Tunatarajia kufanya vizuri kwa kazi, kwa ibada. Sote Waislamu tupendane, sote ni kitu kimoja, na Mwenyezi Mungu atujalie taufik katika saumu zetu na ibada zetu. Haya ni mapambo ya dunia. Ibada kwanza, baadaye ndio mje hapa. Upande wao, vyombo vya usalama vimeahidi kuimarisha doria na kushirikiana kwa karibu na viongozi wa jamii ili kuhakikisha amani na utulivu vinaendelea kudumishwa katika jiji la Mombasa wakati wote wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fatuma Bogo, NTV, kutoka kaunti ya Mombasa. Shukrani sana Fatuma Bogo.